إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika iman, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salam zimwendee nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. ndugu zangu katika iman, leo biidhnillah tabaraka wa ta'ala tutakuwa tukigusia jambo linalohusiana na unafiki, kwa sababu unafiki ni ugonjwa ambao ni maradhi yenye kuathiri imani ya Muislamu. Pindi mtu atakapokuwa na unafiki, basi anaenda kuharibu imani yake. Na kama walinganizi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwalingania watu waweze kuachana na mambo ambayo yataathiri imani zao, yataathiri jamii zao na mengineyo. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tujiepushe na jambo la unafiki, kwa sababu unafiki ni ugonjwa katika imani. Imani ya Muislamu inatakiwa iwe salama na aendelee katika mambo ambayo yataifanya imani yake kuwa hai na kuwa ni yenye nguvu, na asiyakurubie mambo ambayo yataifanya imani yake kuharibika na kuvurugika. Na miongoni mwa mambo ambayo yanavuruga zaidi na kuharibu kabisa imani ya mtu ni kuingiza unafiki. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. na unafiki ni kudhihirisha khairi na kuficha shari. Yani mtu akawa ana sura mbili, ana sura katika moyo wake ambayo inatofautiana na sura inayoonekana kwa watu, kwa sababu hakuna anayeona katika moyo wako isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu akawa anadhihirisha kuwa ni mwema, ni mtu mzuri, ni mtu anawasaidia watu, ni mtu anaongea na watu vizuri, lakini ndani ya moyo wake amebeba shari, amebeba hasad, husda, chuki na mengineyo katika mambo ambayo ni machafu, ambayo hayatakiwi kwa Muislamu kuwa nayo katika nafsi. Kwa hivyo huo ndio unafiki. Wanifaqu nifaqan, na unafiki upo aina mbili. Nifaqul i'tiqadi, kuna unafiki wa kiitikadi, wa nifaqul amali, na unafiki ambao unakuwa katika matendo ya mwanadamu. Na unafiki uliopo katika itikadi ndio unafiki mbaya zaidi kuliko unafiki wa kimatendo, kwa sababu unafiki wa kiitikadi ndio ambao unamfanya mtu alikuwa ni Muislamu basi akatoka akaingia katika ukafiri kwa sababu ya kuwa na unafiki wa kiitikadi. Bimaana
akaitakidi katika moyo wake kwa itikadi ambazo zinatofautiana na itikadi za Waislamu, akawa ni mwenye kuitakidi itikadi za kikafiri au itikadi za kishirikina na mengineyo katika itikadi mbovu, halafu mbele za watu akadhihirisha Uislamu, akawaonyesha kuwa yeye ni Muislamu na ni mtu ambaye anauthamini Uislamu wake na kuupenda. Mtu akiwa na unafiki wa aina hii, basi mtu huyu anaingia katika kufru, anaingia katika ukafiri na hahesabiki kuwa huyu ni Muislamu. Tumepata kuona watu wengi ambao itikadi zao ni mbovu, lakini katika jamii wanaonekana ni watu wa dini, wanaonekana ni wanaharakati katika Uislamu na dini. Tumeingiliwa na janga la vyama. Hivi vyama vinasababisha watu kuacha Uislamu wao, watu kuingia katika itikadi ambazo ni batili na kudhihirisha itikadi ambazo zina Uislamu ndani yake. Kwa kila aliyopo Kigoma anaelewa jambo la kuleta ngamia katika mji huu. Wapo baadhi ya watu wanaitakidi kwamba kuna dua ambayo ipo katika Uislamu, ambayo ipo katika sheria ya Kiislamu inayofungamana na ngamia huyo. Wapo mpaka leo Waislamu wa aina hiyo, kwamba anaitakidi kwamba kusoma Ahlul Badr kwamba ni halali na ni itikadi iliyokuwa salama. Huku ni kujidanganya. Watu wanajidanganya wakiwa katika media, wanaonyesha ya kuwa hakuna anayemuomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawadhihirishia watu kuwa dua hiyo wanayoifanya ni dua ambayo inafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na dhulma wanazofanyiwa. Wapo baadhi ya watu wanaingia katika shimo hili na wanaitakidi kama jinsi ambavyo walivyoelezewa. Bila shaka wale waliofanya dua hii katika mioyo yao wanaitakidi na wanajua nini walichokuwa nakifanya. Ushirikina waliokuwa kiufanya wanaujua, lakini wanachokidhihirisha kwa Waislamu na watu ambao hawakusoma, watu ambao ni wachanga katika elimu, wanawaonyesha kuwa walikuwa wanamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, walikuwa wanafanya dua, hali ya kuwa sivyo. Sasa hii ni itikadi mbovu. Au baadhi ya watu wanaitakidi ya kuwa dua ya aina hiyo inafaa, dua ya aina hiyo inafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itikadi ya aina hii Muislamu yoyote hatakiwi kuwa nayo, kwa sababu ni itikadi ambayo inatofautiana na Uislamu. Mtu akawa anaabudia mashaitani, akawa anayaomba mashaitani, akawa anatumikia mashaitani, alafu anadhihirishia watu kuwa huo ni Uislamu na ni dua ambayo iko sahihi. Huu ni unafiki. Huu ni unafiki. Tunamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala unafiki, kana kwamba tuko na Allah hali ya kuwa tuko na mashaitani. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Hakika wanafiki wanadhani ya kuwa wanamdanganya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mwenye kuwadanganya. Yeye ndiyo mwenye kuwadanganya. Allah anakuingizia kitu kutokana na udhaifu wa imani yako, kutokana na uchafu wa matendo yako. Allah anakuingizia kitu kwamba wewe uko sahihi, endelea kufanya. Watu wanaingia katika itikadi hizo, na misikitini wanapewa nafasi ya kuzungumza, wanakuwa wazungumzaji misikitini na ni wazungumzaji wakuu kwenye mambo ya ushirikina. Wal-iyadhu billah. Ndugu zangu katika imani, itikadi hii ni itikadi ambayo waliokuwa nayo makafiri kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza
idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhad innal munafiqina lakadhibun. Pindi wanapokujia mtume, wanapokujia hawa makafiri wanafiq, wanasema hakika sisi tunaitakidi kuwa wewe ni mtume wa Allah. Wanamdhihirishia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wao wako na yeye, hali ya kuwa sivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wallahu ya'lamu innaka la rasul, Allah anajua ni kweli kabisa wewe ni mtume. Wallahu yashhad, lakini Allah anatoa ushahidi, innal munafiqina lakadhibun, hakika wanafiq ni waongo, wanasema tu yale ambayo hayamo katika nafsi zao, yale ambayo hawayaitakidi katika nafsi zao. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha kuwa wanafiq, wale watakaokuwa na unafiq wa aina hii, watakuwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema innal munafiqina fi darki al-asfal minan nar, kwa hakika wanafiq watakuwa katika tabaka la chini kabisa la moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walan tajida lahum nasira, na wala hawatapata wao mtu yoyote atakayekuja kuwanusuru au jini yoyote atakayekuja kuwanusuru watu wanafiq. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tuchunge imani zetu na tuchunge itikadi zetu. Usiwe ni muislamu ambaye unaitakidi kuwa mashaitani yana uwezo wa kukujibia maombi yako alafu ukatudhihirishia kuwa wewe ni muislamu mwenzetu. Rekebisha kwanza itikadi hiyo, rekebisha kwanza uchafu huo ambao ulionao katika nafsi yako. Usiwe unaitakidi kuwa mizimu ya babu zako waliokufa ina uwezo mkubwa wa kukudhuru au kukuletea manufaa, halafu ukatudhihirishia sisi kuwa wewe ni muislamu na unaswali vipindi vitano. Huu utakuwa ni unafiki. Rekebisha imani yako, rekebisha itikadi yako. Kwa hivyo nasaha tunazowapa ndugu zetu ambao wameathirika na mambo ya kisiasa ambayo yanawapeleka katika ushirikina, wanaingia katika ushirikina kichwa na miguu, alafu waziwazi wanasema ni maombi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni maombi ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawanasihi waache vitu hivi, kwa sababu watakufa wakiwa vibaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nifaqul amali, unafiki wa pili ni unafiki ambao ni wa kimatendo. Kuna matendo ambayo bayanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ameyabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo hatakiwi muislamu yoyote kujinasibisha na matendo hayo au kuwa nayo au kusifika nayo matendo hayo, kwa sababu ni matendo ambayo ni matendo ya kinafiki, ni matendo ya watu wanafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, katika hadithi aliyopokea Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah awaridhie, qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume wa Allah sala na amani zimfikie, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Mambo manne mtu yoyote ambaye mambo hayo yatakuwa ndani yake, yani maana yake mtu yoyote atakayekuwa na mambo hayo manne katika maisha yake, kana munafiqan khalisa, huyo atakuwa ni munafiq hasa, atakuwa ni munafiq. Waman kanat fihi khaslatun minhun, na yeyote atakayekuwa ana kipengele au ana jambo katika mambo hayo manne, kanat fihi khaslatun minan nifaq, atakuwa ana kipengele katika vipengele vya unafik, hatta yadaha, mpaka atakapoamua kuacha. Jambo la kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam alilolitaja katika mambo manne ambayo yanaonyesha mtu huyu atakuwa ana chembe za unafiki endapo atakapokuwa na jambo hilo. Mtume akasema idha tumina khana, pale anapokuwa ameaminiwa na watu, basi yeye anafanya khiana. Mtu kakuamini, amekukabidhi pesa zake
amekukabidhi mali yake kwamba umtunzie, umhifadhie, kisha wewe unaandaa document, unaandaa vitu vya kuonyesha kuwa ile mali ni ya kwako, alimradi umfanyie dhulma. Yani unamfanyia uhuni, khiana, uhuni, unamfanyia uhuni muislamu mwenzio. Mtu yeyote atakayekuwa na tabia hii kwamba anapoaminiwa kwenye jambo, bwana naomba unishikie kitu fulani, naomba unihifadhie kitu fulani, alafu yeye akawa anafanya uhuni katika kitu hicho, basi mtu huyu atakuwa ana jambo katika mambo ya unafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema. Kwa hiyo huu ni unafiki wa kimatendo, na ni wengi katika watu leo imekuwa uaminifu hakuna kabisa. Mtu unatazama, unataka kuandaa biashara yako, hauwezi kusimamia biashara zako zote, unasema nataka niweke mtu, lakini inakuingia akili kwamba sasa je, nitampata wapi mtu ambaye atakayesimamia biashara yangu? Kutokamana na kwamba Uislamu umeondoka, watu hawana Uislamu katika nafsi zao, watu hawana uaminifu katika Uislamu wao. Leo unakosa mtu wa kumwajiri, una kazi lakini huna mtu wa kumwajiri, kila utakayemwajiri ni mwizi, ni mfanya khiana. Ukimwamini, bwana naomba unishikie duka langu hili, niuzie vitu vyangu hivi, yeye anauza, anajenga kwao, anauza, anajenga kwao, anakufilisi. Ndiyo maisha ambayo tuko nayo leo. Watu tunaogopa kushirikiana katika biashara, mambo ambayo yalikuja kuwa yani Mtume sallallahu alaihi wasallam alihalalisha watu kufanya musharaka katika biashara, lakini leo tunaogopana. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi sio waaminifu katika biashara zao, katika mafungamano wanayofungamana baina yao, uaminifu hakuna. Sasa kitu hiki ni katika vitu vya unafiki, na yeyote ambaye hana uaminifu katika mambo yake, basi ajue kwamba ana mambo katika unafiki. Sokoni wewe ni mtu wa mizani, unawapimia watu, wapimia watu kwa uadilifu, wapimia watu usizidishe. Tekeleza amana. Umepatiwa pesa kwa ajili ya kilo moja, itoe kilo moja hiyo hiyo. Kwa nini unafanya uhuni? Mtu anaenda anachemba ule mzani, anachemba mawe, alimradi tu awaibie watu, kufanya uhuni. Kwa hivyo Waislamu tunatakiwa tujitahadhari na tabia kama hizi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la imana liman la amanata lah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna imani kwa mtu ambaye hana uaminifu. Uaminifu ni nini? Athiqa wa adamul khiyana, kuwa mkweli na kutokuwa mdanganyifu, kutokuwa muhuni. Sasa Mtume anasema hana imani mtu ambaye hana uaminifu katika nafsi yake, kwa sababu kutoweka kwa uaminifu ni kuharibu jamii na ni kuharibu maendeleo. Leo mtu ana maisha magumu, ana maisha ya dhiki, lakini mtu anamchukua, anampa kazi, lakini bado anataka kuharibu. Sasa unapokuwa umeharibu, unadhani kuwa unatengeneza, unakuwa umeharibu hapo, lakini pia unatengeneza CV yako mbaya. Kila mmoja atakuogopa, atasema usimpe yule, usimpe kazi yule, ukimpa kazi ile haishi. Hata mafundi nyumba wanaojenga nyumba, wapo watu ukiwakabidhi pesa basi imekwisha, atakusumbua kwenye jengo lako. Maadamu tu umemkabidhi pesa, hawezi kurudisha ile amana, kwa maana ajenge kwa muda ambao unaotakiwa, hajengi kwa muda ambao unaotakiwa, maadamu tayari ushampatia pesa. Hata kama ni biashara, ukimkabidhi mtu pesa, basi anakuwa anakuzungusha, mzigo bado hujafika, mzigo bado hujafika, kumbe mzigo umefika, kauza, kaagiza mwingine. Watu hawana uaminifu kabisa. Kwa hivyo tutambue ya kuwa Mtume anasema hana imani yoyote ambaye hana uaminifu, na hili ni katika mambo ya unafiki. Kwa hivyo tujiepushe na matendo ya kinafiki. Lakini pia Mtume anasema wa idha hadatha kadhaba, anapozungumza basi yeye mazungumzo yake ni ya uongo. Yani kasifika na uongo kiasi ambacho hana uwezo wa kuelezea jambo lolote mpaka aweke na uongo wake. Hawezi kukwambia jambo kama jinsi lilivyo mpaka aongeze na uongo wake. Sasa mtu kuwa muongo,
Mtu kuwa wewe ukizungumza na watu unazungumza uongo, kila ukizungumza unazungumza uongo, kwenye biashara zako wewe ni muongo, unasema hii biashara nimenunua kadhaa wa kadhaa, lakini sivyo, alimradi tu mtu akupatie bei kubwa. Kwani huwezi kusimamisha msimamo wako, mimi nauza bei kadhaa, mpaka uzungumze uongo? Sasa mtu akiwa ana sifa ya uongo, basi sifa hii wanayo wanafiki, kwamba yeye akiwa na sifa hii ajijue kwamba ana sifa katika sifa za wanafiki, sifa ya kimatendo, ambayo tendo hili linahesabika ni matendo ya kinafiki. Na ni wangapi wameathirika na uongo leo? Mpaka kwenye simu unashindwa kuzungumza ukweli. Upo wapi? Nipo Burega. Aliyakuwa ndio bado uko nyumbani. Upo wapi? Nipo sehemu fulani. Uongo ni wa kazi gani? Yani maana yake umekuwa muongo mpaka umekuwa mlevi katika uongo. Yani hakuna unachokizungumza mpaka utumie uongo ndani yake. Ndio maana Mtume akasema, wa innal kadhiba, na kwa hakika uongo, yahdi ila alfujuri, unampelekea mtu katika uovu, unampelekea mtu awe muovu. Wa innal fujura, na kwa hakika uovu, yahdi ila an-nar, unampeleka mtu katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ar-rajula la yakdhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba, na mtu hatoacha kutumia uongo katika mambo yake, akawa ni mwenye kukithirisha kutumia uongo katika mambo yake, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atamkasirikia na kumwekea alama ya kuwa yeye sasa ni muongo. Utakapokuwa umefikia katika daraja hilo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akakuonyeshea kwa watu kwamba wewe ni muongo, hiyo ni hali mbaya ambayo watu wengi wamefikia katika hali hiyo. Ndio yule muongo. Nataka kufanya yule, hapana, yule ni muongo. Mpaka watu unafikia mahala wanakusema wewe ni muongo. Ujue tayari ushapigwa muhuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Umeongopa mara ya kwanza, ukaongopa mara ya pili, ukaongopa mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akakukasirikia, akasema wewe sasa utakuwa ni muongo. Watu wote sasa wanaanza kujua kwamba wewe ni muongo. Na ni wangapi unawajua waongo? Ukivuta picha watakuja wale waongo unaowajua. Kwa maana jamii zinaharibika, watu wamekuwa waongo, tabia za kinafiki. Mnafiki hana tabia kusema kweli, anafanya hivi lakini baadaye anakuja anakataa, anazungumza kinyume na vile alivyofanya. Anasema hivi lakini mwisho wa siku anakataa, anakuja kuzungumza kinyume na kile ambacho kilichokuwepo. Ndugu zangu katika imani, tujiepushe na tabia hizi, ni tabia za wanafiki. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika khutba ya pili, tukiendeleza kuitafsiri hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisa, mambo manne mtu yoyote atakayekuwa nayo basi mtu huyo atakuwa ni mnafiki, yani munafiki mwenyewe, yani munafiki kabisa. Katika mambo aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa idha ahada ghadara, na pindi anapokuwa amewekeana ahadi na mtu, basi yeye anaivunja ile ahadi. Kesho tutakutana asubuhi saa 4. Sawa, mmewekeana ahadi na mwenzio analala anawaza hiyo ahadi kwamba kesho nakutana na mtu fulani muda fulani, anaacha mambo yake, anaacha shughuli zake, anaacha kila kitu kilichokuwa chake, anaenda katika sehemu ya miadi, sehemu ambayo mmekubaliana mtakutana. Hakuti mtu, siku inakatika, hauja kuwepo na wala haupo na wala hauna mpango wa kwenda, yani umevunja ile ahadi. Au mmewekeana makubaliano ya kitu fulani kwamba kitu hiki tutakifanya 1 2 3, tutafanya 1 2 3, mkawekeana ahadi, lakini wewe ukaona kwamba jambo hilo labda linakukosti katika mambo yako,
linakuvurugia katika mambo yako. Kwa hiyo unakuwa unatumia ujanja. Bwana niko sehemu fulani ndo nakuja hivyo. Bwana nimepata dharura. Mtu kashakaa pale, anakaa anasubiri utekeleze yale ambayo ulioahidi, wala hautekelezi na wala haujali kabisa, kwa sababu imani yako ni dhaifu, moyo wako ni dhaifu. Kwa maana haya mambo ya kinafiki unayo katika nafsi yako, kwamba wewe huoni hatari, huoni vibaya kumweka mtu katika sehemu ambayo mmewekeana kwamba mtakutana na wala usitokee, haujali, unaona ni kawaida tu. Na ni wengi hasa katika madeni, katika mikopo. Naomba uniazime pesa shilingi kadhaa, nikiuza biashara yangu nitakupatia. Sawa. Mtu anachukua pesa yake amehangaikia, anakupatia kwa mafungamano kwamba ukiuza biashara yako ndio utampa. Ile biashara yako inapata mteja, unauza, pesa unaweka mfukoni, na wala yule bwana haumkumbuki tena, na wala haujali. Na akikufuata unamwambia kanishtaki, sikupi. Umeweka ahadi wewe mwenyewe, umeenda kuomba, amekupatia msaada wa mkopo, lakini kurudisha inakuwa ni shida. Kwa sababu gani? Imani zimepotea katika nyoyo za Waislamu, waaminifu wamepungua, watekeleza ahadi wamepungua. Usiahidi vitu ambavyo huna uwezo navyo, usiahidi vitu ambavyo huwezi kuvitekeleza. Kwa nini uahidi? Ni lazima. Usiingie katika mafungamano ambayo huyawezi, kwa sababu utaingia katika janga baya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'aufu bil ahdi, tekelezeni ahadi. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kutekeleza ahadi ni amri yako wewe. Hapana, kama naweza nikampa au nisimpe. Hata mwanao uliyemwahidi, ukimwahidi chochote mtekelezee, kwa sababu utamfundisha tabia mbaya. Bwana hata baba huwa anaahidi afu anipi. Mwanangu, ukifaulu katika mtihani, nitakununulia 1 2 3, nitakununulia baiskeli, nitakununulia kadha. Alafu mwisho wa siku mtoto anafaulu kama ulivyotaka, alafu kile kitu haumpatii. Unamtengeneza katika tabia mbaya, na wewe unakuwa sio katika wale wanaotekeleza ahadi, unakuwa una mambo ya kinafiki. Na hivi tunavyosema unafiki, kwa sababu watu wamezoea neno unafiki katika mtaa, wanaliona kwamba ni neno dogo. Sio neno dogo kama mnavyofikiria, ni neno kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kukataza unafiki alikuwa na mantiki kubwa na alikuwa na maana kubwa, sio watu kukaa na tabia za kinafiki wakaona ni kawaida. Jambo lingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam katuelekeza kuwa na hili pia linaingia katika matendo ya wanafiki. Wa idha khasama fajara, mtu anapokuwa ameingia katika magomvi na mtu, basi anafanya na uovu kabisa. Unapozozana na mtu ukawa wewe unakithirisha, yani unakithirisha ule ugomvi, yani watu hata wakiamua wewe husikii. Mtu kweli mmezozana, mmekorofishana, mmeingia katika magomvi, mmetofautiana, amekuja mtu katikati yenu kuwasuluhisha, lakini wewe hutaki. Unasema huu ugomvi utaendelea miaka na mikaka, hautaisha. Hii ni alama katika alama za wanafiki. Muislamu anapozozana na mtu, wakiombana misamaha, yamekwisha, habaki na chochote katika nafsi yake. Unapokuwa unabaki na chochote katika nafsi yako, jua kuwa wewe una alama za unafiki. Sasa ni wangapi ambao wana tabia hii? Kuzozana na mtu tu tayari ushaenda kuchukua mawe umempiga. Kuzozana na mtu tu tayari ushachukua chupa umempiga. Unachukua chochote. Huu ni uovu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza katika hadithi kwamba sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Kumtukana muislamu ni uovu, lakini kupigana naye ni ukafiri. Kupigana naye ni ukafiri. Ukizozana na mtu yaishe, sio ukizozana na mtu unabaki nayo miaka na mikaka mpaka wajukuu, unasema ile familia hatuelewani nayo.
Umezozana na mtu, unasema kwamba familia yako yoyote asikanyage kwenye nyumba hii. Huu ni uovu. Unawaingiza watu kwenye tuhuma ambayo haipo. Unawaingiza watu kwenye madhambi ambayo ni ya kwako wewe. Unawaamrisha watu wasiende kumtembelea fulani kwa sababu mlizozana naye, tena wakati mwingine kwenye jambo dogo tu, tena huenda wewe ndio ulikuwa na makosa. Sasa mtu anapozozana basi anafanya na uovu. Kwa hivyo tabia hizi tusiwe nazo sisi Waislamu, ni tabia ambazo ni za wanafiki, na sisi Waislamu hatutakiwi kuwa wanafiki. Lakini mtu ambaye atakayekusanya yote haya akawa nayo, yote manne akawa nayo, huyu ni munafiki. Yani huyu ni munafiki kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni wengi wanazo tabia hizi zote wamezikusanya. Ni muongo, akiahidi hatimizi, akizozana na watu ndio hivyo hivyo kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote anayo. Tujichunguze Waislamu katika mambo haya na tuweze kujiepusha na mambo haya, kwa sababu mambo haya si ya msingi na wala hayana maana yoyote kwa mtu ambaye anaupenda Uislamu wake, anapenda kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innal fadla fadluk wal ihsana ihsanuk wal juda juduk. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.